Ndugu zangu wana Simba na wageni waalikwa, hebu tupate makofi mengi kwa Jayroot. Anastahili makofi hayo na zaidi ya hayo kwa yale ambayo anakwenda kuyafanya ndani ya klabu yetu. Hii ni ndoto ambayo tumekuwa tukiishi kwa muda mrefu, kuiona Simba inakuwa ya kisasa zaidi, na hatimaye sasa Simba inakwenda kuwa ya kisasa zaidi. Yote ambayo mkurugenzi wa Jayroot ameyataja hapa ni mambo ambayo yanakwenda kukamilika ndani ya miaka 5 kuanzia hivi sasa. Kwa hiyo mawazo yote tuliyokuwa nayo ya kwamba tunahitaji kuwa na kiwanja chetu, tunahitaji kuwa na training facilities za kisasa, tunahitaji kuwa na medical center ya kisasa, yote yanakwenda kukamilika kuanzia hivi sasa. Na hizi sio hadithi za alinacha, hizi ni hadithi za kiutekelezaji ambazo zinakwenda kuanza utekelezaji wake muda mfupi kuanzia sasa. Ukitaka kuona Jayroot hana mbambamba baada ya kusaini mkataba, ingekuwa mtu mwingine angesema subiri kwanza niuze jezi nione nimepata kiasi gani ndo nianze kuwekeza fedha. Lakini baada tu ya kusaini mkataba akawekeza 30% ya mkataba wake, kwa maana 30% ya bilioni 5.6. Huyu mtu sio wa kawaida. Makofi mengi tafadhali. Amezungumzia uwanja wa watu 10,000 mpaka 12,000. Unaweza ukadhani ni uwanja mdogo sana, lakini uwanja ambao Simba Sports Club unatutosha mno. Kama mechi zetu za ligi tunacheza katika uwanja wa Manispaa ya Kinondoni ambao unaingiza watu 4,000. Huu uwanja watu 10,000 mpaka 12,000, maana yake ni viwanja viwili kutoka katika kiwanja cha KMC. Ni kiwanja ambacho Simba kinatutosha sana kwa ajili ya mechi zetu za nyumbani. Maana yake ni kwamba tumestirika sasa, tutacheza nyumbani kwetu. Kama itakuwa ni Bunju, kama itakuwa ni wapi, viongozi wetu watafanya kazi hiyo ya kuelekeza uwanja ujengwe wapi. Lakini vile vile imezungumzwa sala la kutengeneza viwanja vya mazoezi, kwa maana training center. Timu yetu ya vijana ya under 20 wanacheza katika uwanja kukodi. Timu yetu ya wasichana Simba Queens wanacheza katika uwanja kukodi. Timu yetu ya Simba Senior Team pekee ndio ambayo inafanya mazoezi katika uwanja wetu wa Mo Simba Arena. Chini ya Jayroot, timu zetu zote hizo 4 zitakuwa zikifanya mazoezi katika viwanja vyetu sisi wenyewe. Hii ni kusema ya kwamba wale waliokuwa wanatukodisha waanze kutafuta wateja wapya. Kuna ndinga mpya inakuja, inaitwa Iliza. Iko timu inamiliki gari aina hiyo, lakini hiyo sasa itakuwa ya zamani. Anayoleta Jayroot ni ya mwaka 2025. Kimwasu tunakwenda kukizindua wenyewe. Makofi mengi kwa Jayroot. Lakini jambo moja la muhimu kuelewa, Jayroot ametaja vitu vingi sana ambazo Simba itakwenda kunufaika kutokana na mkataba huu. Unaweza ukafikiri ya kwamba hizo benefits ambazo Simba anakwenda kunufaika nazo zinaingia kwenye ile 5.6 ya mwaka. 5.6 ya mwaka inabaki kama ilivyo kavu, na hizi benefits nyingine tutaendelea kuzifaidi kama zilivyo separately. Ndugu zanguni, wakati tunamsifia na kumpongeza Jayroot, tuna kila sababu
ya kuwasifia na kuwapongeza viongozi wetu, tukianza na kamati ya tenda pamoja na bodi ya wakurugenzi. Wao kuwa na maono mapana, kuwa na maono makubwa, wakafikia maafikiano ya kumchagua Jairut. Kati yetu hapa hakuna yeyote aliyekuwa anajua nani ameshinda ama nani ameomba. Maana yake ni kwamba wangekuwa ni viongozi wenye hila, wangekuwa ni viongozi wanaojali maslahi yao, wangeweza kumchagua mzabuni yoyote. Lakini kwa kuwa wameweka mbele maslahi ya klabu, wameona Simba na kwenda kunufaika pakubwa kwenye mkataba huu wa Jairut, wakamchagua huyo. Lakini kama haitoshi, ili kumpa muda mdhamini aweze kutekeleza kila alichokipanga, wakampa miaka 5 ili aweze kufanya kile ambacho anakihitaji. Nyote mnakumbuka tulikuwa na mikataba ya miaka miwili, lakini kwa mara ya kwanza mzabuni amepewa miaka 5 ili apate nafasi ya kujimwaya afanye kila alichokusudia na Simba izidi kuchanja mbuga kimataifa. Naomba makofi mengi sana kwa viongozi wa kamati ya tenda pamoja na bodi ya wakurugenzi. Dr. Muba, simama kidogo kuone mwenyekiti wa kamati ya tenda. Unahitaji viongozi thabiti, unahitaji viongozi wenye maono ya kweli kuweza kufanya maamuzi kama haya ambayo wameyafanya viongozi wetu. Na hili niwaambie Dr. Muba, Murtaza Mangungu pamoja na viongozi wenzio wote wa bodi ya wakurugenzi na tenda na kamati ya tenda, ya kwamba wanasimba mmetufanyia jambo kubwa sana, na historia ya klabu hii itaendelea kuwakumbuka na kuenzi maamuzi muhimu, maamuzi makubwa, maamuzi yenye thamani ambayo mmeyachukua kumkabidhi Jairut aweze kufanya yote haya ambayo ametuahidi. Na mimi sina mashaka naye, haya atakwenda kuyafanya kweli. Ndugu zanguni, wakati shughuli zinaendelea hapa, mdhamini wa zamani wa klabu ya Simba, mfadhili wa zamani wa klabu ya Simba, Azim Dewji, naye amejumuika nasi kuja kushuhudia tukio hili. Karibu sana Azim Dewji. Lakini vile vile tuko naye Dr. George Ruhago, yeye ni mwenyekiti wa mtandao wa Simba Executive ama Simba Executive Networks. Dr. Ruhago ameambatana na katibu wake Richard Mwalwiba, kwa pamoja wanatengeneza mtandao wa Simba Executive Networks. Dr. Ruhago, yale maono mliokuwa nayo Simba Executive Networks, ni wakati sasa wa kwenda kuyafanya kwa vitendo, mkishirikiana na Jairut Investment East African Limited. Moja kati ya hali ni kwamba atajenga ofisi mpya ya Simba. Kwa hiyo watu wa management ya Simba Sports Club naweza kuanza kushangilia kuanzia sasa, tunapata ofisi mpya. Na Bwana Joseph, kwenye ofisi mpya utakaojenga, mimi niwekee ofisi yangu peke yangu, kwa sababu napata tabu ya kukaa ofisi moja na vijana wangu. Kwa hiyo heshima inapungua, muda mwingi tunakuwa tunajadiliana mambo ya hovyo. Lakini nikiwa na ofisi yangu mwenyewe, wanaingia kwa kugonga hodi, ataniheshimu. Lakini vile vile tunajengewa studio ya kisasa kabisa kwa ajili ya kurusha ama ya kutoa matangazo yetu. Hili ni jambo kubwa na ni jambo la maana kweli kweli. Kwa sasa mitandao ya Simba Sports Club ndiyo inayoongoza Tanzania na Afrika Mashariki na Kati, tukiwa na wafuasi wengi kwenye kila mtandao ambao tunamiliki. Hiyo ni kabla
hatujajengewa studio ya kisasa. Imagine tukijengewa studio ya kisasa, tutaendelea kukimbiza vibaya mno. Kwa sasa Afrika hii mshindani wetu ni Al Ahly, lakini kwa studio hii itakayojengwa tunakwenda kumpita Al Ahly. Baada ya kusema hayo, ndugu zanguni, niseme tu ya kwamba mchakato wa jezi wa Simba umepitia safari ndefu sana. Miaka ya nyuma huko jezi tulikuwa tunashona. Mzee Kisiwa amevaa jezi ya kushona, anakumbuka vizuri. Tulikuwa tunashona kwa mhindi mmoja Kariakoo pale, tukavaa hizo jezi. Wakati mwingine tukawa tunavaa jezi kutoka timu za nje tunavaa. Yote hiyo ilikuwa ni safari ya Simba kwenye upande. Tutakuwa tukulipi. Akaja U Sport akaanza kututengenezea jezi za kisasa kwa kipindi hicho, na Simba tukavaa jezi hizo kwa kipindi kirefu. Baada ya kuvaa U Sport kwa muda mrefu, hatimaye kwa mara ya kwanza tukapokea fedha nyingi kutoka kwa mzabuni wa jezi. Wakati huo kila mtu alimshangaa kumuona anawezaje kutoa fedha ya namna hiyo kwenye jezi. Si mwingine alikuwa ni Fred Vunja Bei kupitia Vunja Bei Group. Kwa mkataba wa miaka miwili, Vunja Bei akawekeza bilioni 2. Ilikuwa ni fedha nyingi sana kwa wakati huo, na kila mmoja hakuamini kama Vunja Bei angeweza kutoa fedha hiyo ama angeweza kuishi mkataba huo. Lakini kwenye kipindi chake cha miaka miwili akafanikiwa na akazipandisha thamani jezi za Simba Sports Club. Miaka yake miwili ikaisha kwa thamani ambayo Vunja Bei aliipandisha. Mdhamini mwingine akaja akaongeza dau juu yake, naye si mwingine ni Sunderland the only one. Kwa kipindi cha miaka miwili Sunderland the only one akawekeza bilioni 4, bilioni 2 kwa kila mwaka, na yenyewe ilikuwa ni fedha nyingi mno miaka miwili iliyopita. Na alifanya hivyo kwa sababu alipokea kijiti chenye thamani kutoka Vunja Bei, na yeye akaipokea Simba Sports Club, akaiongezea thamani jezi yetu, na akafanya kazi nzuri kwenye kipindi chake cha miaka miwili. Baada ya Sunderland kumaliza miaka yake miwili, thamani ya jezi ya Simba inaongezeka maradufu, na ndio maana usiku wa leo tuko hapa kupokea bilioni 5.6 kwa mwaka, sawa na bilioni 38 kutoka J-Root. Ni kutokana na mlolongo wa thamani ambao umefika hapa hii leo. Kwa hiyo tuwapongeze wazabuni wote wa jezi waliwahi kufanya kazi na Simba, wametufikisha hapa kiasi cha kupokea fedha hii. Maana yake ni kwamba mtu mwenye ndoto ya kutengeneza jezi ya Simba baada ya miaka 5 aandae fedha nyingi kweli kweli, kwa sababu thamani ya Simba hairudi nyuma. Sasa ni muda wa kukabidhiwa kile ambacho tumeahidiwa. Nichukue nafasi hii kukualika kwenye stage mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, lakini vile vile nikualike mwenyekiti wa kamati ya tenda Dr. Saif Muba. Nikukaribisha vile vile mtendaji mkuu wa klabu ya Simba Bi Zubeda Hassan Sakuru, pamoja na mwenyekiti mstaafu Salim Abdallah Twayagen, pamoja na mdhamini wetu Mzee Mihayo. Tuje tukabidhiwe kitita chetu. Na kutoka J-Root nikualike kwenye stage mkurugenzi
Bwana Joseph pamoja na mkurugenzi wa uwekezaji Bwana Israel Mwaibabile pamoja na mkuu wa idara ya sheria, na vile vile karibu hapa tuje tukabidhiane kitita hichi. George, naomba mzigo. Mkurugenzi wa J-Root, kamata cheki yako na utakabidhi Simba Sports Club. Someni vizuri tarakimu hizo, ni bilioni 38 nukta nyingi. Picha zimetosha, uendelee kusimama. Tuwashukuru sana, asante.